Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo tarehe 22 mwezi wa 6, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Paulino wa Nola, askofu, na pia maisha ya watakatifu Yohane Fisher na Thomas More, wafiadini. Tuanze kwa kuangazia maisha ya Mtakatifu Paulino wa Nola, askofu. Paulino alizaliwa huko Bordeaux nchini Ufaransa mnamo mwaka 353. Wazazi wake walikuwa matajiri. Baba yake alikuwa gavana wa Galia huko Ufaransa. Paulino alifundishwa na mshairi aliyeitwa Ausonius. Paulino alijifunza maarifa yote, hasa usemaji na kutunga mashairi. Akiwa na umri wa miaka 25, alikuwa tayari mtangazaji na mtunzi wa mashairi. Aliteuliwa kuwa kiongozi mtendaji wa mji wa Roma na liwali wa provinsia ya Kampania na Kaisari Valeriani. Paulino alimuoa binti mmoja Mhispania, jina lake Teresia. Ni huyu aliyemfundisha Paulino dini ya Kikristo. Katika safari zake alijaliwa kuonana na Mtakatifu Ambrosi na Mtakatifu Agustino wa Hippo. Hata mwaka 385 akaomba kubatizwa. Wakati huo alikuwa na umri wa miaka 37. Teresia alimzalia Paulino mtoto, lakini baada ya siku 8 mtoto alikufa. Na baada ya mtoto wao kufariki, walikwenda kukaa Hispania. Akiwa huko, Paulino alitambua kwamba vitu vyote vya hapa duniani ni ubatili mtupu. Alianza kuuza mali yake na kuigawa kwa maskini. Aliwakomboa watumwa wengi na aliwaweka huru wafungwa. Watu wa Barcelona huko nchini Hispania walimheshimu sana, wakataka apate upadre. Baada ya kupewa upadre, mnamo mwaka 393 alienda kukaa katika monasteri ya Nola huko nchini Italia. Mke wake Teresia naye aligawa mali zake na kuwapa maskini, akawa mtawa. Paulino alikwenda kukaa na Mtakatifu Ambrose huko Milano kwa muda mfupi, na baadaye akaenda kutulia huko Nola karibu na Napoli, kuishi maisha ya kitawa. Kule alishuhudia miujiza mingi katika kaburi la Mtakatifu Felix, askofu wa Nola aliyekufa shahidi. Na pale kwa juhudi zake mwenyewe alijenga hospitali. Pia alishiriki kujenga kanisa kuu kwa heshima ya Mtakatifu Felix wa Nola. Mnamo mwaka 409 watu wa Nola walitaka afanywe askofu wao. Alipewa uaskofu na kuliongoza jimbo lake kwa muda wa miaka 20. Anakumbukwa kwa kujenga kisima ambacho kiliwasaidia watu wengi kupata maji ya kunywa. Anakumbukwa pia kwa elimu yake ya sayansi, maandishi yake ya kikanisa na mashairi yake ya Kikristo. Askari wa kabila la Wavandali walipoishambulia Italia na kuutwaa mji wa Nola na kuwauza watu waliowateka vitani kama watumwa. Katika mateka hao palikuwa na mvulana ambaye alikuwa mwana pekee wa mwanamke maskini. Mama huyo alitaka kufa kwa sababu ya uchungu. Alimkimbilia Mtakatifu Paulino akamwomba amkomboe mwanawe. Paulino alikuwa amekwisha gawa mali zake zote. Hakuweza kutoa gharama ya kumkomboa. Kwa hiyo alimwambia mwanamke kuwa hana fedha ya kumkomboa mtoto wake, lakini yeye mwenyewe atajiingiza utumwani badala ya mtoto wake. Paulino aliingia utumwani, akapewa kazi ya kulima bustani. Mfalme wa Wavandali alipopata habari kuwa mtumwa huyo ni askofu, alimwachia huru pamoja na watumwa wote wa Nola. Askofu Paulino
alieneza ibada ya kumheshimu Mtakatifu Felix wa Nola. Aliwasaidia mahujaji na watu wote waliokuwa na shida nyakati hizo. Alitunga mashairi mengi yenye mafundisho na hekima nyingi. Aliaga dunia mnamo mwaka 431. Nawaalika tuendelee kutafakari juu ya maisha ya watakatifu Yohane Fisher na Thomas More wafiadini. Yohane Fisher alizaliwa mnamo mwaka 1469. Akiwa na umri wa miaka 14, alianza kujifunza teolojia katika chuo kikuu cha Cambridge huko nchini Uingereza. Kisha alipewa upadre akiwa na umri wa miaka 22 kwa ruhusa maalumu. Mnamo mwaka 1504 aliteuliwa kuwa mkuu wa chuo kikuu cha Cambridge na baadaye kuwa askofu wa Rochester huko nchini Uingereza. Yohane Fisher aliwasifu sana waandishi maarufu wa wakati ule. Yeye mwenyewe alipenda sana kusoma na kuandika. Alimweka Erasmo Mholanzi awe mwalimu wa teolojia na Kigiriki huko Cambridge. Askofu Fisher alikuwa mchungaji mwema na daima aliwatembelea Wakristo wake. Alipinga mafundisho ya uongo ya wakati huo. Aliamini kuwa hawezi kuokolewa na dhamiri ya mtu mwingine. Dhamiri yake ndiyo itakayomwokoa. Hivyo hakuogopa kutetea imani yake. Alipinga uzushi kwa nguvu zake zote. Kwa sababu hiyo, alitofautiana na Mfalme Henry wa 8 kuhusu shauri lake la kumwacha mke wake wa ndoa aliyeitwa Katharina Aragoni, ambaye alikuwa akimzalia watoto wa kike tu, na kumwoa Anne Boleyn ili apate mtoto wa kiume. Thomas More alizaliwa mnamo mwaka 1477. Alipata elimu yake katika chuo kikuu cha Oxford huko nchini Uingereza. Akawa mwanasheria. Alimwoa Jane, akapata watoto 4, mmoja mwanaume na mabinti 3. Jane alipofariki, Thomas akamwoa Alice ambaye aliwatunza watoto wake. Alikuwa mtu wa sala na ibada, mtu mwema na rafiki wa Askofu Fisher na mwalimu Erasmo. Alisali ibada ya misa kila siku na mara kwa mara alifunga kwa malengo binafsi. Aliwapenda wagonjwa na maskini na aliwagawia sehemu ya chakula chake. Aliteuliwa kuwa mshauri mkuu wa Mfalme Henry wa 8 wa huko nchini Uingereza. Aliandika vitabu vingi juu ya elimu ya dunia na pia juu ya kuitetea dini. Kitabu chake juu ya mateso ya Bwana wetu kinapita vitabu vyake vingine vyote kwa umaarufu wake. Hata alipofungwa kwa muda wa miezi 15, alizidi kuandika vitabu akiwa gerezani. Watakatifu hawa wawili, Yohane Fisher na Thomas More, walimpinga sana Mfalme Henriko wa 8 wa Uingereza katika mpango wake wa kutaka talaka au ubatilisho wa ndoa yake halali na Katharina wa Aragoni ili amuoe Anne Boleyn. Mfalme aliwakasirikia sana, maana walikuwa kikwazo kwake. Thomas alijiuzulu nafasi yake kama mshauri wa mfalme na hakuwa tayari kubadili msimamo wake dhidi ya Mfalme Henry. Walitafakari juu ya maisha ya watakatifu mashahidi, wakapata nguvu ya kutetea mafundisho sahihi ya Kanisa Katoliki juu ya ndoa na talaka. Mfalme Henry aliamuru wauawe. Mtakatifu Yohane Fisher alikatwa kichwa mnamo tarehe 22 ya mwezi Juni mwaka 1535. Siku 9 baadaye, Thomas More vile vile alikatwa kichwa mnamo tarehe 6 ya mwezi Julai mwaka 1535. Walipompeleka Thomas More kwa muuaji, alisema kuwa yeye ni mtumishi mwaminifu wa mfalme, lakini kwanza ni mtumishi mwaminifu wa Mungu. Kabla ya kuuawa,
Askofu Yohane Fisher aliwekwa gerezani mnamo mwaka 1535, na alipokuwa huko gerezani, Papa alimfanya kuwa kardinali wa kanisa Katoliki. Yohane Fisher na Thomas More walitangazwa kuwa watakatifu mnamo tarehe 19 ya mwezi Mei mwaka 1935. Mtakatifu Thomas More alitangazwa kuwa mtakatifu msimamizi wa wanasiasa na Papa Yohane Paulo wa pili mnamo mwaka 2000. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya watakatifu wa siku ya leo. Asante kwa huruma na nguvu ya Mungu. Sijawahi kukubali kitu chochote ambacho ni kinyume na dhamiri yangu. Rejea ya Mtakatifu Thomas More. Watakatifu wengine tarehe 22 ya mwezi wa 6. Mtakatifu Albani, watakatifu Rufus na Rufinus wafiadini wa Misri, Mtakatifu Paulino wa Nola askofu, na watakatifu Yohane Fisher na Thomas More wafiadini. Mtuombee.